هكذا جميع علماء السلف أو اختلافيان katika misingi ya aqida. Ama katika fiqh naam ikhtalafu wameikhtilafiana, na kukhtilafiana katika fiqh hakuondoshi umoja wao na kuwa wao ni ahlu at-tamassuk. Naam, اقرأ. إن الزمن الذي عاشه الشيخ المقريزي رحمه الله وما قبله وما بعده كان زمنا تكثر فيه ثلاثة أمور خاصة. زمن يلزويش الشيخ المقريزي رحمه الله نزمز قبلك لبعدك، وما قبله وما بعده نزمز قبلك لبعدك كان زمنا زلكون زمن ambazo تكثر فيه ثلاثة أمور خاصة، yalikuwa yamekithiri mambo matatu khasa. La kwanza الأول التمشعر، نعم، الثاني التصوف، الثالث علم الكلام والفلسفة. التمشعر هو الانتساب إلى المذهب الأشعري أو إلى فرقة الأشعرية، هو الانتساب إلى الفرقة الأشعرية. التمشعر ni kujinasibisha na kufuata kundi la kiashaira, kwa maana akida zao ni kufuata akida za kiashaira. Hiyo ndio at-tamash'ur, kufuata akida za kiashaira, kufuata akida za kiashaira, hiyo ndio tamash'ur. Ashaira ni kina nani kwa ufupi? Tueleza sana hapa lakini ikhtisar. Ashaira ni watu ambao wanafuata baadhi ya mambo ambayo hayajathibiti katika kitabu na sunna katika aqida, kwa maana ni kundi la bid'a, na mwanzilishi wa kundi hili anaitwa Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Abdullah ibn Sa'id bin Kullab, huyo ndio mwanzilishi wa kundi la Ash'ariyya au al-Ash'ariyya, Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Lakini kundi hili liligeuza jina, kwa sababu mwanzo lilikuwa linaitwa Kullabiyya, yani nisba ya mwanzilishi wake ambaye ni Abdullah bin Sa'id bin Kullab, kwa lilikuwa linaitwa Kullabiyya. Sasa Abu al-Hasan al-Ash'ari ni alim mkubwa ambaye ana ilmu zaidi ya Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Alikuwa katika madhhabu ya i'tizal, akatubu akaingia katika madhhabu ya Ibn Kullab, Kullabiyya. Wafuasi wa Kullabiyya wa Ibn Kullab wakawa hawajinasibishi tena, wakaacha kujinasibisha kwa mwanzilishi wake Abdullah ibn Kullab, wakajinasibisha kwa Abu al-Hasan al-Ash'ari, wakasema wao ni Ash'ariyya, yani wafuasi wa Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza, kwa sababu ya ilmu kubwa aliyokuwa nayo Abu al-Hasan al-Ash'ari kuliko Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Yeye alikuwa na ilmu kubwa zaidi na ni mashuhuri kwa ilmu zaidi yake. Sababu ya pili ni kwa sababu ya nasab na ukoo wa Abu al-Hasan al-Ash'ari, kwa sababu ukoo wake unarudi mpaka kwa as-sahabi al-jalil Abu Musa al-Ash'ari. Kwa ukoo wake ni ukoo wa sahaba Abu Musa al-Ash'ari, halafu ana ilmu kubwa. Kwa hiyo wafuasi wa Ibn Kullab wakabadilisha giangani, wakaacha kujinasibisha na Ibn Kullab, wakajinasibisha na Abu al-Hasan al-Ash'ari. Pamoja na hivyo, Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah alitubu katika madhhabu ya Ibn Kullab, akarudi katika madhhabu salaf, na akaandika kitabu na akaandika maneno ya kuacha akida ya Ibn Kullab. Lakini wale wafuasi bado wanaendelea kujinasibisha na Abu al-Hasan al-Ash'ari, wakati ni makosa. Fil hakika Abu al-Hasan al-Ash'ari aliachana hiyo akida ya kiash'ariyya, na miongoni mwa akida za kiash'ariyya ambazo ni bid'a, bali nyingine ni kufru billah. Miongoni mwa akida ni kukataa kuwa Allah yuko juu ya arsh, au kuwa yuko juu. Wanasema Allah hayuko juu, bali fi kulli makan, Allah yuko kila sehemu. Hadi aqidatun fasida kufriya
aqida ya kufria, aqida ya kufru, kwamba Allah yuko kila sehemu. Vipi Allah yuko kila sehemu? Allah anasema Allah fi kulli makan. Kwanza huku ni kumjalia Allah ni sawa na viumbe wake, na ni kumdogesha Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile ni kumfanya Allah yuko kila sehemu, sehemu za uchafu, sehemu za nini, na ni kukhalifu kauli Allah aliyosema Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Aya ziko nyingi zinaonyesha ujuu wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali katika sifa zake za dhati ya Allah, Allahu fawqa kulli shay, ni ulu, ni sifatul ulu. Sifatul ulu ni sifa ya ujuu wa Allah. Allah yuko juu kwa hali yoyote ile. Allah yuko juu ya viumbe wake wote kwa hali yoyote ile. Allah hawezi kuchanganyika na viumbe wake abadan, kwa sababu Allah ni mkubwa kuliko viumbe vyake vyote, kuliko samawati wal ardh, kuliko mbingu na ardhi, kuliko vyote. Sasa atachanganyika na viumbe wake kaifa dhalik? Kwa hiyo hii ni katika aqida. Ninawapa mfano tu aqida moja ambayo ni kufru, aqida ya kufru, aqida ya kufru. Bali katika mambo ambayo ya aqida batila wanasema usiashirie, yani usiashirie kwa juu. Mfano ukasema la ilaha illa Allah ukashiria juu, usiashirie, kwa sababu ukiashiria utakuwa umekufuru. Utakuwa umesema Allah yuko juu, na kusema Allah yuko juu umekufuru. Subhanallah, hii ni fitra, hii jambo la kimaumbile. Mtu yoyote akipatwa na jambo maombi, hata kama ni kafir, anaangalia macho yake juu na anaomba juu. Hakuna mtu anayeomba kuelekea mkono chini, kuelekeza chini. Allah yuko juu, useme Allah. Au unaomba unaelekeza mikono hivi au hivi, unaelekeza mikono wapi? Na katika swala tunasema subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ametukuka Mola wangu na ametakasika, ambaye yuko juu. Na huyu Ash'ari anasema maneno haya, anasema nayo kwenye swala subhana rabbiyal a'la, si ndio hivi? Unaweza kusema hapa, sema Allah yuko juu, wakati unashasema subhana rabbiyal a'la, labda kama haswali, labda kama haswali. Idhan hii ni katika aqida ya kufru ya Ash'ari, na katika aqida batila ambazo wamezizusha. Naam. Kwa hiyo wakati anaishi al-Allama al-Maqrizi kulikuwa na tamashur wa shaira, ulikuwa na nguvu kubwa. Naam. Kisha na tasawuf. At-tasawuf hii sufia, usufi, usufi, as-sufia, usufi. Na as-sufia ni firqatun dhalla, kundi potofu, kundi potofu. Na miongoni mwa upotofu wao, miongoni mwa upotofu wao ni kuomba mashaikh badala ya kumuomba Allah, kuomba mashaikh badala ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwanyenyekea kama vile wanavyomnyenyekea Allah, bali wengine kuwasujudia mashaikh katika makaburi. Wanasema auliya was-salihin. Hizi ni katika batili zao, ni katika mambo ya aqida kabisa ambayo ni kufru billahi azza wa jalla. Bali wengine wanaenda kutufu makaburi na kuyaomba badala ya kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, bali wanajuzisha hili. Wa hadha kufru billahi azza wa jalla, ambaye anaomba ni Allah subhanahu wa ta'ala wahdahu. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'a. Bali katika mambo mengine as-sihr, uchawi, as-sufia, baadhi yao wanafundisha uchawi katika madarisi zao, na uchawi kwao sio haramu. Wanasema uchawi umegawanyika aina mbili, kuna uchawi wa kitabu, wenyewe wanaita uganga wa kitabu, na wa matunguli. Kwao wanasema haramu ni ule wa matunguli, wa kitabu sio haramu. Ya shekhi yote ni haramu tu, wote uchawi, wote uchawi. Wanasema utavuta faili Marekani ulete Tanzania kwa njia ya kusoma kitabu, uchawi huo uchawi. Hadha sihru ya Sheikh. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya, wala masahaba, wala hakuna mtume yote aliyefanya. Kama si uchawi ni uchawi. Ingekuwa ni hivyo, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekaa na masahaba sipigane jihad, kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuwaroga tu.
soma kitabu papo anapofuka macho kisha. Hii kwani wanaenda jihad kupigana vita vya Uhud, masahaba walikufa zaidi ya 70. Kwa nini yoyote sikuwaroga tu piga uganga kichawi hapo, uganga kitabu wewe? Idhan hadha dajjal ya sheikh, wanaosema mambo hayo na kujulisha hadhihi zandaqatun, huu ni uzindika. Na hao wote ni wachawi, hao wote ni wachawi. Mtu anasema hivyo ndio mchawi, hata kama kavaa kibaraghashia, hata kama anaonekana shekhe mchawi. Wako mashekhe wachawi. Naam. Thalithan, ilmu al-kalam wal falsafa. Kulikuwa kumejaa vile vile elimu ya falsafa. Elimu ya falsafa, yani watu wanaoisoma dini kwa falsafa, badala ya kusoma dini kwa Qur'an na Sunna, bali kusoma dini kwa rai za watu. Watu wanakaa wanajitungia mambo, wanazungumza, sisi tunaona hivi, mimi naona hivi, naandika hivi, sio kwa mujibu walivyosema Allah na mtume wake. Na watu wa falsafa ambao ndio wanaitwa ahlur rai wametuletea balaa kubwa sana kwenye dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wote wa bid'a asili yao ni ahlul falsafa. Watu wote wa bid'a asili yao ni falsafa, kwa sababu falsafa ni kuacha kitabu na sunna na kutumia hawa, kutumia rai zako binafsi. Naam, iqra. ولا شك بوجود مذهب الجهمية والمعتزلة والرافضة وغير ذلك، غير أن الذي كان يسود هو الذي ذكرته. نعم، لا شك بوجود مذهب الجهمية. hakuna shaka kuwa yalikuwepo madhhabu Jahmiya. Jahmiya ni wafuasi wa Jahm bin Safwan at-Tirmidhi, ni wafuasi wa Jahm bin Safwan at-Tirmidhi pamoja na Ja'd bin Dirham. Hawa watu walikuwa na akida fasida sana, akida mbovu sana. Akida zao ni khatir jiddan. Na hata hao Ash'ari na Mu'tazila ni wafuasi wa Wasil bin Ata al-Mu'tazili. Wasil bin Ata ambaye alijitenga na majlisi ya at-Tabi'i Hasan al-Basri baada Hasan al-Basri kubainisha aqidatu salaf kuhusu murtakibul kabira, ambaye amebainisha aqidatu salaf, yeye akajitenga akaanzisha aqida mbovu kuhusu murtakibul kabira, muislamu anayefanya madhambi makubwa. Akasema huwa fi manzilatin baina al-manzilatayn, yuko kati kwa kati, si muislamu wala kafiri. Yani muislamu ambaye mfano amezini, Allah tukinge, au amekula rushwa, au wanasema huyo sio muislamu wala kafiri. Makhawarij wao wanasema nani ni kafiri. Mu'tazila wanasema sio muislamu wala kafiri. Murji'a wanasema yeye nani muislamu mwenye imani kamili, asiyekuwa na doa hata kidogo, hata kama kazini, hata kama kala rushwa, hata kama kala. Wenye kauli ya wasat ya kati kwa kati ni ahlus sunna wal jamaa salafiyuna. Wanasemaje? Muslimun naqisul iman, ni muislamu ambaye amepungua imani, au muslimu fasik, ni muislamu ambaye ni fasik, ana ufasik lakini muislamu. Kauli ya uadilifu kabisa. Kwa hiyo anasema, kwa hiyo nataka kusema kuwa hao Ash'ari na Mu'tazila na Sufia na wengineo akida zao nyingi wamezichukua kwa Jahmiya. Akida zao nyingi wamezichukua kwa Jahmiya. Kwa Jahmiya ndio asli ya dalalat katika makundi mengi. Miongoni mwa aqwali za Jahmiya ni kusema mfano kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hayupo. Yani wanasema hivi, usiseme kuwa Allah yupo. Maana kama usiseme Allah yupo maana yake si hayupo. Usiseme kuwa Allah yupo. Ukisema kuwa Allah yupo utamfananisha na vilivyopo, yani viumbe. Si mimi nasema fulani yupo, hii chupa ipo, hii simu ipo. Kwa hiyo ukisema Allah yupo umemfananisha na vilivyopo. Umeelewa? Alafu anajiona ana akili kweli kweli.
Sasa vinafanana vipi sasa? Kwani hii simu ipo na hii chupa ipo, vinafanana? Vinafanana. Simu ipo, mimi nipo, mimi nafanana na simu. Vinafanana vipi sasa? Alimradi kauli mbaya. Kwa hiyo nasema usiseme Allah yupo. Usiseme Allah yupo. Bali hata haya maneno hata baadhi ya shairi wameyachukua. Nasema usiseme Allah maujudu. Eisha hapa. Wao kusema Allah hayupo sio? Na wanasema Allah subhanahu wa ta'ala hayupo juu wala chini wala kulia wala kushoto. Ameeleza maneno Ibn Qayyim rahimahullah na kabla dhalika Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na amepiga rad. Anasema Allah hayuko juu wala chini wala kulia wala kushoto. Ainahu, usiseme chochote, wewe sema kaa tu hivi. Amini tu, lakini usiseme yupo hayupo, usiseme. Eisha hadha. Na kuna watu wanaamini kabisa hivyo na ni Waislamu, wanajinasibisha na Waislamu na wanaamini hivyo. Hal hadha sahih? Hiyo sahihi. Huyo atakuwa katika Uislamu sahihi? Hayuko katika Uislamu sahihi abadan. Yani useme Allah yupo. واضح يا شيخ؟ طيب ويسمى ولا شك بوجود مذهب الجهمية والمعتزلة. لا شك kwamba kipindi hicho madhhabu ya Jahmiyya ilikuwepo na Mu'tazila ilikuwepo, warafidha na marafidha walikuwepo, mashia walikuwepo, wa ghairi dhalika na mengineyo. Ghaira anna alladhi kana yasudu huwa alladhi dhakartu, isipokuwa makundi ambayo yalikuwa ni mengi zaidi ni hayo ambayo nimeyataja, yani Ash'ariyya, As-Sufiyya na watu wa falsafa. Hao ndio ambao walikuwa wamekithiri, hao ndio ambao walikithiri. Naam, ikra. والمقريزي رحمه الله بعيد من الانتساب لهذه الأمور الثلاثة، بل الذي لا أشك فيه أنه كان على مذهب السلف في عقيدته، فقد قال في كتابه الخطط: بل كلهم يعني الصحابة فهموا معنى ذلك، يعني نصوص الصفات، وسكتوا عن الكلام في الصفات، ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفات فعل، وإنما أثبتوا له صفات أزلية من العلم والقدرة. نعم، أنا سيما والمقريزي رحمه الله بعيد من الانتساب لهذه الأمور الثلاثة. المقريزي pamoja na kwamba aliishi zama hizo, pamoja na kwamba aliishi zama hizo, lakini alikuwa mbali kabisa na kujinasibisha na haya mambo matatu, yani tamashu'ur, tasawuf na ilmu ya falsafa. Alikuwa yuko mbali sana. Asa bali alladhi la yashukku fi, bali jambo ambalo sina shaka nalo, bali jambo ambalo sina shaka nalo, annahu kana ala madhhab as-salaf fi aqidatihi, nikuwa al-Imam al-Maqrizi alikuwa katika aqida katika madhhab as-salaf, la shaka fi dhalik. Na haina maana kuwa tunaposema alikuwa katika aqida katika madhhab as-salaf, haina maana kuwa asiteleze japo kidogo katika baadhi ya masaili kwa bahati mbaya halafu akazinduliwa. Haina maana hiyo, kwa sababu tunajua sisi misingi na vidhibiti vya kujua kuwa hapa kateleza au hapa ni makusudi wa maila dhalik. Anasema faqad qala fi kitabihi, anasema katika kitabu chake al-Khutab juzu ya 4 181, anasema bal kulluhum yani sahaba, yani sahaba, anasema bali wote kwa maana masahaba, fahimu maana dhalika, walijua maana ya hizo nusus, yani nusus sifat, walijua maana ya nasu za sifa. Wasakatu anil kalam fi sifat, na wakaacha kuleta falsafa katika sifa za Allah. Hawakuleta falsafa, walijua maana ya hizi sifa na hawakuleta falsafa, walijua maana wakaziamini kama zilivyo na wala hawakuleta falsafa. Wala farraqa ahadun minhum, na wala hakuna yoyote katika wao ambaye alizitofautisha sifa hizi
baina kauniha sifata dhati, baina kuwa ni sifa ya dhati au sifati fi'li au ni sifa za vitendo. Hawakutofautisha katika kuziamini hizi sifa sawa sawa ziwe ni sifa za kidhati au sifa za kivitendo. Tuliona katika darasa ya kitabu cha Lum'a sifa za kidhati na za kivitendo. Sifa za kidhati ni kama vile sifa ya al-ilm na sifa ya al-wajh wama ila dhalik, na sifatul ulu, sifa ya ulu. Ama sifa za kivitendo kama nuzul, yanzilu rabbuna ila samai dunya, kama vile nuzul, ni kama vile al-maji, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ghairi dhalik. Hawakutofautisha katika kuzithibitisha hizi wote, masalafu wote, kwa maana masahaba wote, hakuna aliyetofautisha hata mmoja. Wa inma athbatu lahu sifatin azaliyatan min al-ilm wal qudra, bali walimthibitishia Allah subhanahu wa ta'ala sifa alizokuwa nazo tangu na tangu, al-azaliyya yani tangu na tangu, min al-ilm wal qudra, katika ilmu na qudra. Tangu na tangu kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala la awwal lahu wal awwal, wa ndio wa kwanza. Kwa maana hatusemi kwamba hatuthibitishe kwamba qablahu shay, tunasema huwa al-awwal, tangu na tangu awwaliyatuhu ni Allah subhanahu wa ta'ala, abana sifa ya awwaliyatuhu, sifa ya awwal, nasema huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin, kwa maana hakuna kabla yake chochote. Kwa tangu hakuna kabla yake chochote, Allah subhanahu wa ta'ala ana sifa hizo za ilmu na uwezo na zinginezo. Naam, iqra. وساقوا الكلام سوقا واحدا وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلق الله سبحانه على نفسه الكريمة من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي مماثلة المخلوقين، فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزهوا من غير تعطيل، ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا، ورأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. وساقوا الكلام سوقا واحدا، kwa maana wameleta maneno kwa siyaki moja, yote yanayothibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bila kuleta falsafa, bila kuleta ujanja. Wahakadha athbatu radiyallahu anhu, hivyo wamethibitisha masahaba radiyallahu anhu ma atlaqa Allah subhanahu wa ta'ala ala nafsihi al-karima, yale ambazo sifa ambazo Allah aliita nafsi yake tukufu, min alwajhi, kama vile sifa ya uso. Wamethibitisha kama alivyosema yeye Allah kwamba Allah ana uso. Asema ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Na unabaki uso wa Mola wako. Amejielezea yeye kwa kuelezea sehemu ya dhati yake ambaye ni uso mtukufu. Ukoje? Haufanani na chochote na wala hatujui ukoje. Kufanana kwa uso wake, yani kufanana jina la uso kati ya kuitwa kwa binadamu au kiumbe fulani na uso na kuitwa Allah kuwa na uso, haina maana ya kufanana kwa uhakika na kaifia. Kaida nasemaje? مثال قاعدة الاشتراك في بعض الأسماء والأوصاف لا يستلزم الاشتراك في الحقائق والكيفيات. kufanana katika baadhi ya majina na sifa hakuna ulazima kufanana katika uhakika wake na kaifia. Kwa haya majina tu, uso, elimu, lakini tofauti. Kama vile pombe ya duniani na pombe peponi, majina tu, lakini uhakika ni tofauti kabisa. Pombe ya akhira peponi tofauti na pombe ya duniani. Ikoje? Macho yetu hajaikuona wala kusikia wala kudhania kwamba itakuwa hivyo, ilmu al-ghaib. Wakadha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, waliyati, na kuthibitisha sifa ya mikono miwili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikoje? Wallahu a'lam, hatujui, lakini tunathibitisha. Wa nahwi dhalik, na mfano wake, ma'a nafi mumathalati al-makhluqin, pamoja na kupinga kufanana na viumbe wake. Kwa Allah anafanana na viumbe wake, tunakanusha
au kumtakasa Allah na ufanano wa viumbe wake. Tunamtakasa Allah na ufanano wa viumbe wake. فأثبتوا رضي الله عنهم, kwa hiyo wamethibitisha masahaba radiyallahu anhu, wamethibitisha sifa za Allah bila tashbih, bila kuzifananisha, bila kuzishabihisha na chochote. Wanazzahu min ghairi ta'til, na wamemsafisha Allah subhanahu wa ta'ala, yani wamemtakasa, nazzahu, wamemtakasa Allah subhanahu wa ta'ala min ghairi ta'til, bila kukanusha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, bila kukanusha. Wamemtakasa na kila aina mapungufu, huku wakiwa wamezithibitisha hizo sifa. Walam yata'arrad ma'a dhalika ahadun minhum ila ta'wili shay'in min hadha, hakuna hata mmoja ambaye amezungumzia amefanya ta'wil, ta'wil maana tahrif. Hakuna hata mmoja katika hao maswahaba amepindisha chochote katika hizi sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Warau biajma'ihim, na wote kwa pamoja wameona, wameonelea na wameamini au wamefikia mawqifu ya kuwa ijraa as-sifat kama warada, ay kuzithibitisha sifa kama zilivyokuja. Wote kwa pamoja wameona kuwa ni wajibu ijraa as-sifat kama warada, kuzithibitisha sifa kama zilivyokuja, na wala wasizipindishe wala kutiatia madoido wala kutia falsafa. Kwa masahaba wamethibitisha sifa za Allah subhanahu wa ta'ala na majina yake kama zilivyokuja. Huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin, mfano huwa al-awwal, ay ambaye hajatanguliwa na chochote Allah subhanahu wa ta'ala, wal-akhir, na ambaye hakuna anayeweza kuwa juu yake kwa chochote, kwa maana viumbe vyote vipo kwa kuwepo Allah, kwa kuviweka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana hakuna kiumbe, haiwezekani eti Allah akawa hayupo viumbe vikabaki, kitu hakiwezekani abadan. Naam. وقال أيضا: ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم أول هذه الأحاديث، وإنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، فإن نفس تلاوة هذا مبينة للمعنى المقصود. نعم. أسمع. وقال أيضا، نعم سمع في القرآن و190 amesema pia: walam yablughna an ahad min as-sahaba. Huyo ni al-Maqrizi katika kitabu chake cha al-Khutab, akithibitisha aqida ya salaf, aqida ya sahaba katika kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zake, majina yake na sifa zake na aqida zingine, akithibitisha kuwa aqida yake ni kama aqida ya salaf. Anasema: walam yablughna an ahad min as-sahaba, wala kija tufikia chochote kutoka kwa yoyote katika masahaba wa tabi'in na matabi'in wa tabi'ihim na wale wafuata, annahum awwalu hadhihi ahadith, kwamba wamepindisha hizi hadithi. Na hii ni kwa sababu hao Jahmiya, Mu'tazila, watu wa falsafa na wengineo walipindisha hizi ahadithi, wakasema mfano anasema yadullah, wanasema rahmatullah, ni rehma za Allah. Tangu lini yadu katika Kiarabu ikawa rehma? Yadu ikawa rehma? Kwa anasema walam yablughna an ahad min as-sahaba wat-tabi'in wa tabi'ihim annahum awwalu hadhihi al-ahadith wa annahu idha nazala al-Qur'ana bi sifatin min sifati Allah ta'ala, na kwamba inapoteremka Qur'an ikielezea sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, ka kaulihi ta'ala: yadullahi fawqa aydihim, kama Allah alivyosema mkono wa Allah uko juu ya mikono yao, fa inna nafsa tilawati hadha mubayyinatun bil ma'na al maqsud, kisomo chenyewe hiki kinabainisha maana iliyokusudiwa, kwa maana siyaki ya aya na kujua sababu nuzul na kujua waqa'i hinama nazala al-Qur'an, ahdath, matukio ya Qur'an,
kujua asalibu at-takhatub 'inda al-arab, asalibu al-khitab 'inda al-arab, zile asalibu za mazungumzo kwa Arabu, na kujua siyaq za lugha ya Kiarabu ambako walikuwa wamebobea masahaba. Kwa hiyo aya inapokuja katika siyaq, masahaba wanajua maana yake na wanaiamini kama ilivyokuja. Naam. Thumma dhakara sifata al-istiwa wa radda ala man qala innaha al-istila, kisha kataja sifa ya istiwa, ay istiwa ala al-arsh. Allah amesema Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu ya arshi yake. Ama kama tulivyoeleza kwamba Ash'ari na mfano wao wanasema Allah yuko kila sehemu, wakati Allah anasema yuko juu ya arshi yake, wao wanasema yuko kila sehemu. Kwa amesema, ametaja sifa hii al-Imam al-Maqrizi rahimahullah, wa radda ala man qala, na akawajibu wanaosema kwamba al-istiwa maana yake al-istila, yani ni kule istila kama mtu amevamia kitu alafu akawa yeye ndio yuko juu. Istila yani kuwa juu ya kitu, yani istila nini? Ushindi. Istila kama vile ushindi, amekuwa amevamia kitu akawa kwa nguvu, akawa yeye mshindi, ndio mwenye kukimiliki kwa nguvu. Mfano, au amefika sehemu amevamia akachukua ardhi kwa nguvu, hiyo ndio istila. Hiyo ndio al-istila mfano. Kwa hiyo sio maana ya istila, sio maana ya al-istiwa. Hiyo maana sio maana ya istiwa katika lugha ya Kiarabu. Al-istiwa katika lugha ya Kiarabu ina maana ya al-ulu wal-irtifa'. Istawa ay ala wartafa. Na ameongeza baadhi ya ulama kuwa wastaqar, amekuwa juu ya arshi yake. Ndio maana istiwa, wala haina maana istila, haijaja katika lugha ya Kiarabu hata sehemu moja katika maajim za lugha ya Kiarabu kwamba al-istiwa kwa maana ya al-istila, haijaja. Kwa hiyo amejibu wale waliosema kuwa al-istiwa kwa maana istila, ambao ni Ash'ari na mfano wao, wamepindisha hii aya kwa makusudi ili iendane na kile wanachokiamini. نعم اقرأ. فهذا الكلام منه واضح في بيان معتقده. maneno haya ni yako wazi kabisa, yanabainisha akida yake kuwa ni akida ya salaf, akida ya sunna wal jamaa. Naam. فإثباته لليد والوجه والرد على من فسر الاستواء بالاستيلاء دليل على سلامة معتقده في هذا الباب، وأنه لا ينتسب إلى المذهب الأشعري. Naam, kwa hiyo kudhibitisha kwake al-yadi wal wajh, mikono miwili Allah subhanahu wa ta'ala na uso ambavyo havifanani na mikono ya waja au nyuso zao kwa vyovyote vile. Waraddu ala man fassara al-istiwa bil-istila, na kujibu wale wanaotafsiri istiwa kwa istila, dalilun ala salamati mu'taqadihi fi hadha al-bab, ni dalili ya kusalimika itikadi yake katika mlango huu wa al-asma wa sifat, wa annahu la yantasib ila al-madhhab al-ash'ari, na kuwa yeye hajinasibishi na madhhabu ya Ash'ari, pamoja na kuwa ndio madhhabu ambayo ilikuwa na nguvu kipindi hicho. Naam. هذا أمر، وأمر آخر فإنه في هذه الرسالة كما سيأتي يشير إلى مذهب الأشاعرة في بعض الأمور. نعم. لكنه لم يصرح بهم، والذي يظهر لي أن عدم تصريحه لمخالفته للأشاعرة هو ما كان في ذلك الزمن من قوتهم وابتعاده من مكرهم. نقف هنا، نبتدئ درس القادم إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.